Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka asubuhi ya leo mashambulizi yameanza rasmi kutoka katika nchi ya Israel pamoja vile vile na jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani na sehemu ya jeshi la Marekani ambalo linapatikana katika upande wa ardhini, hasa katika sehemu kama za Iraq, lakini vile vile hasa katika sehemu ya Jordan. Mashambulizi mengi yamefanyika. Muundo wa mashambulizi tunasema ni preemptive strike. Maana yake ni mashambulizi ambayo lengo lake kubwa inakuwa ni kuondoa hatari kabla ile hatari yenyewe haija kufikia, ambao kwa lugha ya kitaalamu wanaita preemptive strike. Na target ambazo zimekusudiwa zaidi, inaonekana lengo lake kubwa ni kufanya mfumo wa serikali wa nchi ya Iran iweze kuparalyze, na ndio maana inaonekana imeshambuliwa sehemu ya ofisi ya rais, imeshambuliwa sehemu ya nyumbani kwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, maana yake anazungumzia Ali Khamenei, lakini vile vile imeshambuliwa baadhi ya wizara kama wizara ya masuala ya sheria na mfano wake. Lakini vile vile inaonekana kwamba lengo la mashambulizi ni kufanya ile command structure ya kijeshi vile vile iweze kuparalyze, na ndio maana moja katika sehemu ya mashambulizi yamefanyika ikitarget katika sehemu ya intelligence headquarter au ile ofisi kuu ya masuala ya kiusalama au masuala ya upelelezi, kiujumla masuala ya usalama wa taifa, manake vile vile imeweza kushambuliwa. Na range ya mashambulizi inaonekana mpaka sasa hivi kwa maeneo ya haraka haraka yaliyoshambuliwa ni takriban kama maeneo 30 katika miji tofauti tofauti. Manake mji wa Tehran umeshambuliwa, lakini vile vile katika sehemu ya mji wa Qum umeshambuliwa, katika sehemu ya mji wa Khurramabad imeshambuliwa, katika sehemu ya mji wa Kermanshah umeshambuliwa, katika sehemu ya Tabriz ambayo inapatikana katika upande wa Azerbaijani province vile vile imeshambuliwa. Kwa ina maana range ya mashambulizi imekuwa ikitarget katika maeneo tofauti tofauti, ambayo inawezekana yakawa na malengo tofauti tofauti kwa wakati mmoja, ambayo malengo yote ukiyakusanya unapata lengo ni moja, kuweza kufanya serikali yote iweze kuparalyze, na katika upande wa jeshi vile vile uweze kuparalyze. Katika mashambulizi yaliyofanyika katika mji kama wa sehemu ya Tabriz ambayo inapatikana katika sehemu katika ile jimbo la Azerbaijan, ni kwa kutarget kwamba sehemu ya Azerbaijan ni sehemu ambayo inakusanya watu wa jamii moja na watu wa nchi ya Azerbaijan, maana ni jamii kama ya Waturuki, na ni sehemu ambayo wakati mwingine imekuwa kama ina harakati za kujitenga na kuungana na sehemu ya nchi ya Azerbaijan. Ndio maana unaweza mkakumbuka hata katika maadhimisho ya mji wa Tabriz yaliyofanyika siku kadhaa nyuma, ambapo tolewa hotuba na kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Ali Khamenei, ambapo moja katika maelezo muhimu aliyazungumza akasema kwamba aircraft carrier zina nguvu, au zile manuari za kijeshi za nchi ya Marekani zina nguvu, lakini kilichokuwa cha hatari zaidi ni nguvu ya silaha ambayo inaweza ikazamisha. Katika speech ile watu wengi waliohudhuria walitoka katika upande wa Azerbaijan. Maana yake ni kama ni sehemu ya kuwapa credit au ya kuwapa nafasi kwamba wenyewe wanatambulika na wanathamani vile vile katika nchi, kwa kuelewa falsafa ya eneo la Azerbaijan kwamba ni sehemu ambayo kwa upande mmoja au mwingine, kama nchi ya Azerbaijan itaamua kutumika kwa ajili ya dhofisha nchi ya Iran, maana yake mlango muhimu hasa itakuwa ni katika upande wa kule Azerbaijan province, ambao sehemu miongoni mwa sehemu zinazopatikana ndani ya Azerbaijan province ni sehemu ya Tabriz. Lakini vile vile mashambulizi yamefanyika katika mji wa Kermanshah. Kushambulia katika sehemu ya Kermanshah ni kwa kuzingatia kwamba ni mji unapatikana katika upande wa kaskazini magharibi, kwa hivyo ni mji ambao unakaribiana zaidi na mipaka, pamoja na kwamba nchi ya Iran katika siku za karibuni ilikuwa inajaribu kutengeneza uzio mkubwa kuweza kuzuia sehemu ya upande wa kaskazini magharibi, kwa kuzingatia kwamba ni maeneo ambayo vile vile zinapatikana jamii za Wakurdi ambao kwa siku za nyuma waliungana, wale jamii ya Wakurdi wanapatikana hasa katika upande wa Kurdi province
walijaribu kuungana kutengeneza umoja ambao unaweza ukapambana dhidi ya nchi ya Iran. Vile vikundi vyote vya kiasi vya Kikurdi maana yake vilitengeneza umoja unaojulikana kama MEK, yani MEK, kwa ajili ya kupambana na nchi ya Iran. Na hata mashambulizi ambayo yamefanyika siku ya leo, inaonekana kwamba kuna watu walikuwa wanajaribu kuelekea katika sehemu za jeshi, lakini jeshi la nchi ya Iran likaweza kuwadhibiti katika maeneo hayo. Kwa hiyo kushambuliwa katika mji kama Kermanshah maana yake ni kuzingatia ni mji ambao unapatikana karibia na boda, lakini vile vile maana yake zile center muhimu zinapokuwa zimeparalyze zinaweza zikatoa fursa kuingia hata kwa watu ambao wanakusudia kufanya movement ndani ya nchi ya Iran. Lakini katika sehemu kama ya mji wa Qum, miongoni mwa sehemu muhimu ambazo zimeshambuliwa katika sehemu ya nuclear site, na hii maana yake ni sehemu ya mchanganyiko wa malengo ya nchi ya Marekani na nchi ya Israeli. Kwanza kuiondolea Iran uwezo wake wa kinyuklia, na ndio maana inaonekana kwamba miongoni mwa sehemu ambazo zimeshambuliwa katika sehemu za nuclear site. Lakini vile vile la pili ni kuhakikisha kwamba utawala uliopo unaweza kuondoka, jambo ambalo kwa upande mmoja mwingine inawezekana likawa ni jambo kubwa, kwa sababu Iran ni nchi ambayo ni theocratic, tunasema in nature. Maana yake ni nchi ambayo inaishi kwa theology ya Kiislamu, ya kimadhehebu ya Kishia katika muundo wa zile falsafa za kiutawala, lakini kwa maana zile operation za kinchi, maana yake wanaofanya kazi kubwa sana ni IRGC, ile Iran Revolutionary Guard Corps. Maana yake lile jeshi la nchi ndio linafanya kazi kubwa, maana yake limewekeza, linaajiri, linafanya mambo mengi sana ndani ya nchi ya Iran. Kwa ina maana kuweza kuifanya system yote iweze kuparalyze, lazima uhakikisha kwamba sio tu Ali Khamenei. Maana yake Ali Khamenei hata kama ukimtarget, atakuja mwingine ambaye atachukua nafasi ya Ali Khamenei na ataendelea kusimamia theology ile ambayo au ile falsafa ambayo wamekuwa wakiishi nayo ndani ya nchi ya Iran. Lakini kuifanya system yote iweze kuparalyze, maana yake lazima uiondoshee uwezo jeshi la IRGC, ambalo vile vile inawezekana likawa ni jambo gumu kwa kuzingatia kwamba ni jeshi ambalo limesambaa katika sehemu kubwa ya nchi na lina monitor mambo mengi katika nchi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba aidha labda lengo la ujumla liwe ni kuigawanya nchi ya Iran pale itakapokuwa watu wanaitarget ile IRGC. Kwa hiyo by the way, bado tunajaribu kuliangalia jambo hili kwa umakini, kwanza nature ya mashambulizi jinsi yanavyokuja, lakini vile vile the main targets au yale target zile muhimu jinsi zinavyokuwa zinashambuliwa, lakini vile vile wakati huo tukitaraji kwamba kuna uwezekano mkubwa wakati wa usiku tukashuhudia majibu ya mashambulizi kutoka katika nchi ya Iran. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda fulani mbele tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na uchambuzi wetu hasa kwa kipindi hiki, lakini vile vile ni kuombe usubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.